Kwa hivyo kwanza kabisa tukumbushane kabla tujaenda mbali zaidi, kwanza tuje katika Qur'ani tukufu na tukumbushane, na tunaendelea kukumbushana ya kwamba Qur'ani yenyewe imetuwekea misingi mbalimbali ya kuelewa kwamba suala la wakati ni suala miongoni mwa masuala mazito katika maisha ya mwanadamu. Chukua nukta ya kwanza. Allah subhanahu wa ta'ala, kama tunavyojua katika kaida ya Qur'ani, katika maneno ya wanazuoni wetu wa tafsiri, wanatuambia Allah jalla jalaluhu anapoapia jambo, kile anachokitumia katika kuapa lazima ni kitu kilicho na maana kubwa. Kwa hivyo katika masala ya kuapa kwa Allah subhanahu, hata kwa mwanadamu pia, huwa kawaida kuna nguzo tatu. Kuna alqasam ambayo ni sigha, tuna almuqsamu bihi, na tuna almuqsamu alayhi. Kule kuapa kwenyewe na kile kinachotumiwa kuapia na kile kinachoapiwa juu yake. Haya mambo matatu ndizo nguzo au arkanul qasam. Sasa ndani ya Qur'ani, kaida ya wanazuoni wa tafsiri wanatuambia kwamba jambo lolote ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelitumia kwa kuapia, jambo hilo litegee fahamu kwa makini, maana yake lazima kwamba jambo hilo lina maana zito. Na miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyatumia kuyaapia nayo, kabla hajafika katika kile kinachoapiwa juu yake, kile anachotumia kuapia nacho, almuqsamu bihi, ukija ukitega sikio unafahamu ndani ya Qur'ani kwa makini, unakuta kwamba suala la wakati limechukua sehemu kubwa katika qasamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni itupe risala mimi na wewe ayuha al-akh al-karim al-mubarak, ya kuelewa uzito wa suala la wakati katika maisha yetu. Chukua aya chache tu miongoni mwa zile nyingi zilizoko ndani ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala wakati mwingine anatuambia wal fajri, na huo ni wakati. Wakati mwingine anatuambia wal asri, na huo ni wakati. Wakati mwingine anatuambia wal duha, na huo ni wakati. Anatuambia wal layli, na huo ni wakati. Anasema wan nahari. Vyote hivyo ni vyapo, na zote hizi zinaitwa wawat alqasam, jamu ya waw alqasam. Kwa hivyo almuqsamu bihi zote ukiziangalia hapa kwa makini ni nyakati. Hii ni risala nzito ndani ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala anataka tulizingatie suala la wakati, kwamba mpaka imefika daraja Allah subhanahu wa ta'ala yuqsim ala alwaqt, anaapia wakati, na kila anachoapia Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo la upuzi ndani yake. Anatuambia tutege mafahamu yetu na masikio kwa makini, tuangalie kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aqsama ala kadha au aqsama ala kadha, kama alivyosema watini wazaituni waturi sinin wa hadha albalad alamin. Hivi ni vyapo ili mbele atuambie laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Kwa hivyo ndivyo alivyotuambia wal hasri, akatuambia innal insana la fi khusr. Ndio maana Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, miongoni mwa maneno yake yaliyonukuliwa kutoka kwake, alisema kwamba law ma anzala Allah hujjatan ala ibadihi illa hadhihi sura lakafathu. Law kama Allah subhanahu wa ta'ala hangali teremsha hoja nyingine juu ya waja wake isipokuwa sura hii ya wala, ingewatosheleza. Maana imebeba kila kitu ambacho mwanadamu leo anahitajia katika mfumo wa maisha yake. Kwa mukhtasari, katika aya chache, maneno machache, Allah subhanahu wa ta'ala akaweka risala yake yote pale kamili katika sura hii. Kwa hivyo hii ni nukta ya kwanza tuizingatie ayu alikhwa, ya kwamba aqsama Allah subhanahu wa ta'ala ala alwaqt fi alquran alkarim lidalalati ala 'idhami manzilati alwaqt wa lidalalati ala sharafihi, ili kuonesha sharaf ya wakati na uzito au ukubwa wa daraja ya wakati katika maisha ya Muislamu. Vipi leo Muislamu analichukulia kwamba ni jambo halina maana?